Yanga amepoteza kwa sababu kwanza hawakuwa bora. Hawakuwa bora kiwanjani kwa maana ubora wa mtu mmoja mmoja, ubora wa kimbinu. Kwa hiyo kifupi ni kwamba hawakuwa katika ubora wa matayarisho kuelekea kwenye mchezo husika. Pengine viongozi walikuwa wameiandaa timu lakini wachezaji pamoja na mbinu na benchi la ufundi walishindwa kwa katika level ambao pengine management walikuwa wanatarajia, ndio kukuta kwamba timu ikaweza kupoteza katika mazingira ambayo hakuna ambaye aliweza kufikiria. Yaani ile mechi hata ungesema kwamba uichambue mara 30 bado Yanga ilikuwa inapata matokeo. Kwa maana kwamba kwa experience, exposure yao, kikosi walichonacho, lakini pia na ubora wao na ukubwa wa ligi ilikuwa lazima waweze kupata matokeo. Sio kwenda kutafuta sare. Ilikuwa ni mechi ya kwenda kushinda kama pamoja na Simba ameshinda magoli 3. Ndio the same na Yanga ilikuwa inatakiwa akafanya hiko kwa sababu ni timu ambazo ziko chini na hazina historia yoyote katika michuano ya kimataifa. Shida ilikuwa wapi? Ni kwa kocha Romain Folz ambaye tayari washamtimua ndani ya kocha Young Africans, ama ni wachezaji wenyewe ambao wamesajiliwa msimu huu? Maana wengi wakisema kwamba msimu huu kuna namna kama Yanga wamelamba garasa kwa uwezo ukasema wachezaji wamegarasa kwa sababu wachezaji wanaandana na mwalimu. Mwalimu ndiye anaanza akafanya wachezaji wao wacheze vizuri au wacheze vibaya. Wao na mfumo mzuri, mfumo mbaya. Kwa hiyo mwisho wa siku ni benchi la ufundi limefeli. Kwa sababu uwezo ukasema wachezaji wanagarasa wakati kesi kusastinea kuwa na national team anafanya vizuri, Diara anafanya vizuri, Pacome anaitwa national team anafanya vizuri, Duke Abuya anafanya vizuri. Hapo tunasema Yanga amekosea kusajili wapi? Hassan Koma anafanya vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni mbinu ambazo mwalimu amekuwa akizitumia ndio zimekuwa sio bora, ambazo zimekwenda ku outshine hata ubora wa nani wa wachezaji. So wachezaji wakati mwingine ni lazima watengenezwe mazingira ya kuweza kuwa bora. Hawajipi tu bora. Leo hii Musa Balakonte amesaidia kwa hela nyingi, atumiki, anakwenda kutumika Azizi. Kwa hiyo ni mwalimu nafikiri. Romain Folz amefeli wapi? Ndani ya kocha Young Africans alipata ushindi katika mechi ya kwanza ya ligi, mechi ya pili akadraw, mechi ya tatu na akafungwa. Ni wapi amefeli Romain Folz na kocha Young Africans? Amefeli kwa sababu amerudisha Yanga nyuma. Tofauti alivyoikuta. Yaani kuna ambako Yanga ilikuwa imefika. Ambako watu wategemea kwamba Yanga itokee pale kuweza kwenda mbele, lakini yeye hata pale ambako Yanga walikuwa wamefika ya kuweza kufikia. Naelewa, yaani pale ambako Yanga walikuwa wamefika alikuwa akuta hata pale hajaweza kufika. Kwa hiyo ameanza nyuma. Yaani sasa Yanga unaizungumzia leo, Yanga unazungumza kauli kwamba wanajenga timu. Yanga leo unasema kwamba hawana muunganiko. Kwa hiyo vitu ambavyo Yanga huko walikuwa washapita hazikuwa shida zao hizo. Hizo kauli Yanga walikuwa wazi kuzisikia. Walikuwa wanasikia kwa timu nyingine. Lakini leo Yanga unazisikia. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ameshindwa kuanzia pale ambako Yanga walikuwa wameishia. Tunaweza kusema kwamba hajavaa vizuri viatu vya Miguel Gamoni pamoja na Nasr Bin Nabi. Ndio jibu sahihi kwamba ameshindwa kufiti kwenye kile ambacho Yanga walikuwa nacho. Tayari Yanga walikuwa na kitu mkononi ambacho walikuwa wanajivunia nacho, kwa hiyo atakiwa mte mtu aje kuongeza kwa kile ambacho anacho ili waendelee kutamba na kufanya vizuri kimataifa. Nini kifanyika katika mechi ya marudiano Young Africans waweze kurudi katika ubora wao tuliokuwa ile mara ya mwisho aliingia finali, mara ya pili wakaja akaishia robo finali championship? Kubwa nafikiri ni maandalizi kuanzia kwenye saikolojia kwa wachezaji waweze kufocus, waweze kurudisha ile hamu ya kupambana, kupenda yani kuitumikia mechi, kwa sababu mimi siamini kwamba mechi ya Silver Striker Yanga inahitaji kuwa na mwalimu mgeni pengine au kocha. Kwa Yanga jinsi ilivyo, wakiamua kucheza hata kama hawana mwalimu bado wanapata matokeo zidi Silver Striker kwa sababu ni timu kubwa. Kwa nafikiri tu ni kuweza kukaa na kuweza kuangalia wapi walikuwa wamekosea, lakini pia wakana wachezaji waweze kuzungumza nao, warudishe kwenye ubora wao, waanze kupata matokeo. Tumzungumzie Dumbia katika mechi ile, wengi walikuwa wakimsema sana kwamba hakuwa vizuri katika mechi ya Silver Striker na Young Africans, kwamba kuna namna hata Dube aendelee kupewa muda, apewe nafasi kuliko Dumbia ambaye huyu amesajiliwa katika msimu. Yaani ukisema Dumbia tu utakuwa unakosea. Hata Max yakuwa vizuri, hata Pacome yakuwa vizuri, hata Baka yakuwa vizuri. Timu nzima ilikuwa vizuri. Kwa hiyo ukisema Dumbia, Mudathiri yakuwa vizuri, timu nzima. Yaani wala uwezi kuanza kumspotlight mtu mmoja mmoja. Pacome yakuwa vizuri, Max yakuwa vizuri, Dumbia yakuwa vizuri. Ukiangalia Andambwile yakuwa vizuri. Timu nzima haikuwa vizuri. Wachezaji wote hawakuwa sawa. Wengi wanasema kwamba Yanga wamekurupuka kumwacha Khalid Aucho na kumuingiza Balakonte ndani ya kosi, ndio maana mpaka leo timu bado haijajipata. Sio kweli, kwa sababu kuna mechi nyingi msimu uliopita nani Aucho kuwepo na Yanga waliweza kupata matokeo. Kwa hiyo sio kweli, kwa sababu kama ingekuwa msimu uliopita Yanga kuna mechi kadhaa walikuwa bila Azizi, walikuwa bila Aucho, lakini bado walikuwa flow yao ulikuwa unaiona, timu ilikuwa inaonekana. Unaona kipotefa wapi? Msimu uliisha tunazungumzia mechi ya Silver Striker. Silver Striker sio timu inaweza ikawa iko sawa na Dodoma Jiji tu. Haya tofauti yote. Imetoka Malawi, timu kama Dodoma Jiji tu. Au kama Jiji Tanzania ambayo huwezi ukaikompea na Yanga. Kwa hiyo matatizo ya Yanga yako kwa Yanga yenyewe. Yaani ubora wa Silver Striker sio ndio umekwenda kuhukumu Yanga. Yanga wanahukumiwa na matatizo yao wao wenyewe, sio ubora wa Silver Striker. Yaani leo utaanza kuzungumzia kwamba Silver Striker walikuwa bora kuliko Yanga kwa maana ya kimbinu. Hapana, Yanga wenyewe ndio walikuwa hawako sawa kimchezo. Kwa Yanga wenyewe ndio walikuwa hawapo sawa. Hawapo sawa. Yeah. Wachezaji wenyewe. Mbinu za kocha. Timu. Sasa yaani ukisema wachezaji ndio kocha.
Yaani ndio kitu kimoja. Yaani uwezo ukatenganisha wachezaji na kocha. Kama timu, yani wachezaji ndio hawapo vizuri. Yani kama kocha wamemtoa kafara ndani ya kocha chao. Nani ambaye anaandaa wachezaji? Mlinzi. Au refari ni kocha. Sasa ukisema hawako vizuri, ni mwalimu ndo anaoandaa. Yaani kocha sio tu kucheza mpira, vitu vingi. Wewe ndio unaandaa saikolojia ya wachezaji, unafanya utake mchezo, ni kila kitu ni mwalimu. Ndio anafanya kila kitu. Kwa hiyo ukiona timu haiflow, maana yake ni mwalimu. Kwa hiyo hamna namna nyingine yoyote unaweza kuzungumza. Wewe ndio unawapanga, wewe ndio unawaandaa mazoezini. Kwa hiyo ni mwalimu. Katika michezo ya kimataifa Young Africans kuna namna kama wanakuwa wanasheki kidogo kwa sababu msimu ulioisha waliishia hatua za makundi. Mwaka huu mambo kama ni magumu. Unaona dalili ya Young Africans kupindua meza uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Striker, pengine wanaweza akaja kama amepaki basi. Ni ngumu kuweza kupata matokeo. Mimi nasema ni 50 kwa 50. Kwa sababu bado hawajathibitisha matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani. Yaani hawana hizo records za kwamba nyumbani atoki mtu. Record hizo Yanga hana. Kwa hiyo kwa tayari washafunga goli moja, wanako na kazi kubwa ya kufanya. Yaani kazi kubwa. Ingekuwa pengine Simba amefunga goli moja, ungesema Simba kwa Mkapa atoki mtu, mara nyingi inakuwa ina apply. Kwa hiyo kwa Yanga ni ngumu. Msimu uliopita tunazungumzia maisha makundi, alikuwa amekosa goli hili? Alilikosa. Kwa hiyo ni ngumu, ni 50 kwa 50. Anaweza akapita au asipite vile vile. Na ndio hivyo tusubiri wao wenyewe, hamna namna. Wausi hii football. Unakivicha kwa shauri sasa ni mipango gani, mikakati gani wapange ili mradi? Kwamba lazima tu wakae chini, hii ni timu kubwa na viongozi wakubwa, waangalie wapo walikosea, waweke sawa kwa sababu kwa aina ya timu ambayo wako nayo, kwa aina ya wachezaji ambao wako nayo, sio timu ya kuishia makundi. Timu yao ni kubwa sana kwa maana ya uwezo wa mtu mmoja mmoja. Kisa kuwa na wachezaji wakubwa bado haitoshi kupa matokeo. Kupata matokeo ni zaidi ya kuwa na wachezaji wakubwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi na kuna namna ya kucheza hizo mechi za kimataifa ambazo Simba amekuwa akizifanya vizuri miaka nenda rudi. Kwa hiyo wana kitu cha kuangalia, wao wenyewe assess waone kwamba nini ambacho wanaweza kaongeza ili pengine waweze kupata matokeo katika mechi za kimataifa. Tukirejea kauli ya Engineer Harris kipindi cha sajili alisema kwamba katika mwaka ambao ulikuwa na sajili bora basi msimu huu ndo sajili bora ambao wamekuifanya ndani ya kosti ya Young Africans tangu wajiunge nacho. Lakini kwa kinachoendelea mpaka sasa hicho wanakiona? Yaani kusajili vizuri, yaani sio unanielewa, kusajili vizuri hakuna uhusiano na matokeo. Unaweza nisikilize. Tunapozungumzia usajili bora ni kwamba umechukua wachezaji wakubwa. Wachezaji wakubwa wakachukua bado wakaja wakashinda kukliki. Chelsea walimchukua Fernando Torres akaweka katika piki akaweza kuwasaidia kwa muda mrefu. Yanatokea kwenye mpira. Yaani unaweza ukamchukua mchezaji bora lakini akashindwa kuonyesha, ni kitu cha kawaida kwenye mpira. Kwa hiyo kwa maana ya usajili ameongea sahihi kwamba amesajili wachezaji wakubwa na ni wazuri. Lakini ukichukua wachezaji wazuri kuja kwenye timu kwa vizuri ni kitu kingine. Yaani vitu tofauti. Yaani kuwa na timu ya wachezaji wakubwa haina maana ndo mafanikio. PSG ametoka miaka mingapi kuchukua bingwa Ulaya akaja kuchukua mwaka jana. Unaelewa sio? Kwa hiyo timu kama Nanibu Ubelgiji national team ina nyota wote unaojua duniani. Lakini hawafanyi vizuri, kwa hiyo ni vitu tofauti. Yaani kupata wachezaji wazuri jambo moja, kuwaunganisha kuwafanya waweze kujitona kwa ajili ya timu ni kitu kingine. Kwa Yanga hawana shida wachezaji wazuri. Yanga wanashindwa kutengeneza timu nzuri. Wanashindwa. Ndio shida iko hapa. Ni kuifanya sawa hawa wazuri waunganishe, waende wakafanya kitu kizuri kiwanjani. Iko ni tofauti ya Yanga iko hapa. Tukija upande wa pili wa Simba